Mike Makarena, leo hii nimekuja kwa sababu ya furaha na kurudishia Wakenya shukrani wale walifika Addis Ababa. Wakenya watu wengi wale hawaelewi maana ya upendo. Upendo ni ile mlionyeshana Addis Ababa. Kila mtu yule alikuwa huko alijua Wakenya wanapendana. Namba 2. Nataka kuambia Raila asanti kwa kukubali. Kwa sababu unaona raundi ya kwanza ulishinda, tulifuata hiyo process yote. Raundi ya kwanza baba alishinda, raundi ya pili baba akashinda, mpaka raundi ya 6 ndio wale ambao hii ilienda tu mambo ya Islamic na Wakristo. Mambo ya Waislamu tu wakaenda wakakaa chini, wao wakaamua wapigie Muislamu yao. Tunakubali. Tumekubali vile walifanya, lakini sisi tunataka kumwambia Mheshimiwa Rais. Nataka kuambia Wakenya na wafuasi wa Raila. Ruto amefanya kile mwanadamu anafaa afanye. Ruto ametumia jeti, amefanya nini? Amepigia mpaka Raila kura yake. So kuna watu nilisikia hapa wakituzi Ruto. Unatuzi Ruto na amefanya ile mwanadamu anafaa afanyie mwenzake. Na nataka kumwambia Raila watu wake kama mimi, unafaa usimame uambie ile kazi Ruto alifanya ni kazi ya binadamu. Hiyo ingine ni ya Mungu. Na nilikubali vile wewe ulikubali ushindi. Kwa sababu tulikuwa tumefurahi dakika ya mwanzo, ya pili, tukashindwa dakika ya mwisho. Na dakika ya mwisho ni wale waliungana wakatushinda. Na hiyo sio shinda, lakini kuna shinda moja niliona. Na kuna kitu nataka kuambia Wakenya. Ruto amekaa kwa serikali for 2 years. Ameweza kufanya urafiki na country moja 22. Wakiwa na Raila 22. Na ako 2 years in the government akiwa president. Tuko na former president amekaa 10 years. Unafikiri former president Uhuru angetokea angekosa hata state 10 zenye zingesaidia huyu? Lakini Uhuru wakati alisikia Raila anaenda kusaidika, Uhuru alianza kunyamaza. Na Uhuru nimekuja kumdoubt Uhuru, wewe kwangi mtu mzuri. Nimendoubt Uhuru kwa sababu Uhuru na mdoubt ni kitu moja, inasema hivi. Wale wafanyikazi wewe wako na wale watu ulikuwa unafanya nao kwa government yako. Siku ile Ruto alikuja kwako nyumbani, mliongea, ukawekewa marafiki wako kwa serikali. Na ukafurahi. Within 1 week ulienda tena wivu ndio mbaya hapa mlima. Yaani former president anasimama anasema jenzi wanjipiganie. Orande amezaa weka watu wake kwa serikali. Nataka kumkumbuza Kinoti former DCI alikupigania usiku na mchana mpaka na mahali yake. Kibichu alikupigania mpaka na mahali yake. Haujawahi kumbuka hao watu wako wapi? Kwa sababu ya nini? Wao walikuwa wanapiga hii serikali iko ndani juu yako. Nataka kuambia Wakenya, huyu mtu msione anacheka huyu Uhuru. Huyu Uhuru si mtu mzuri. Hebu niambie Ruto 2 years analeta state 22. Analetea Raila kwa meza. Uhuru amekaa 10 years hata kuongea kuhusu Raila hiyo uchaguzi. Hakuionea maana. Sasa ndio unaona watu wake ndio wanaandika kwa mitandao. Tunasema Uhuru juu unajua watu wake. Nataka kuambia Uhuru, sisi wa Kenya tunakuangalia. Tumekusupport hiyo miaka yote, lakini hakuna matunda ya uzuri yako. Retirement yako ni ya kuchochea serikali. Unachochea serikali kwa nini? Sisi tumeishi kupigania nyinyi. Wakati si mtoto wetu Kindiki yako hapo, naona wewe ufurahi. Tunataka kuona furaha yako kutoka leo. Retirement si kutukula ukiwa chini ya miti. Na nataka kuambia Raila, huyu Uhuru si rafiki yako forever. Sasa anazunguka siasa, anapanga siasa yake. Kwani unapanga siasa gani aje? Na unaona wewe Raila vile alikupigania. Kama si handshake ya Raila hata hakuna kitu mngefanya. Kwa hivyo sisi tunamuombea Raila Mungu, na niambie Raila usiache Ruto, kwa sababu Ruto ameonyeshana kiutu. Na mimi Mungu moja tasimama na Ruto mpaka afanye kazi zake. Asanteni. Kuna maswali uliza. Na mheshimiwa, tumeona swala nzima ambayo imefanyika kule mjini Ethiopia Addis Ababa. Wakenya walikuwa na maoni tofauti na pia wale wafuasi wa Raila Amolo Odinga, wewe ukiwa mmoja, mlikuwa na matumaini kwamba huenda Raila Amolo Odinga akaweza kufuzu. Lakini tumeona hisia tofauti, Wakenya wakisema kwamba hata Ruto mwenyewe hakuweza kupigia Raila Amolo kura, manake alitolewa kwa raundi ya 5 pale. Labda azungumzia vipi hayo? Manake tumemwona Ruto akitangamana na Raila Amolo Odinga kule mbamba tu bamba, amemfanyia kazi ambayo mtu anahitaji rafiki kama yeye. Mimi ile kitu naweza ambia Wakenya,
kuna watu kama wewe upendi Ruto, ongea ukweli yake. Kama wewe ni mtu wa kanisa, Ruto alipigia Raila kura. Uwezi tumia resources mpaka unabeba bibi yako mnaenda Addis Ababa ndio usipigie Raila kura. Ile resources Ruto ametumia kwa hii mambo ya Raila, kila mtu anajua yule mtu ako na ubinadamu. Ruto yeye raundi ya kwanza Raila alishinda, raundi ya pili alishinda. Wakati iliingia sana ni Uislamu na Wakristo ndio walishindwa. Lakini mimi nataka kuambia Ruto, ile kazi ulifanya, na niambia wa Kenya, kama Ruto amefanya vizuri, mwambie alifanya vizuri. Na kwa saa hii Ruto ile kazi amefanya, hakuna Mkenya mwingine. Hata Uhuru angefanya hiyo. Uhuru kutoka asikie nani Raila anapewa hiyo kiti ndiye alianza kuzunguka huko akimaliza Raila. Kwa nini watu hataki kuambiwa ukweli? Hii vita ilikuwa ya Uhuru basi Ruto. Hakuna kitu hatujui. Na kama kweli si kweli, kwa nini hajawahi ongea na Raila? Ni rafiki yake. Na hii kiti ya AU, ukiangalia wale wanatusiana si wa Kenya, ni watu wa kutoka hapa mlima. Mbona mlima hamuna upendo? Mheshimiwa, ukisema kutoka mlima, Gachagua leo amemwambia pole Raila na kumwambia arudi Kenya na aendelee kupigania Kenya. Kwa hilo ukisema kwamba viongozi wa mlima wanapiga Raila, unamaanisha nini wakati tunaona Gachagua saa hii anaambia Raila pole arudi Kenya apiganie Kenya? Angepigania Kenya gani wakati alikuwa anasema apigwe risasi? Gachagua ndio wa kwanza kutumia serikali ipige Raila risasi. Tulipigwa gari risasi and direct. Kwa hivyo hiyo ni crocodile tears. Gachagua ni mtu, ni vile ameiba kwa serikali akatolewa juu ya ujinga. President yako kwa gari juu, Gachagua naye kwa gari juu, akatolewa juu yeye ndio. Former ndio, hakuna pole unaambia Raila. Kama ungekuwa unaambia Raila tungekuona Tanzania, former ndio tungekuona na ndugu yako Uhuru mkiwa South Africa. Mapresident wote wale marafiki ya Ruto walipigia Raila for 2 years. Marafiki wote wa Uhuru for 10 years hakuna hata mmoja amepigia Raila kura. Na Ruto Uhuru hajawahi ongelea. Wachana na huyu former ndio, hata hajui ni kura gani tunaongelea. Hatuongelei kura za Kenya. Former ndio anafikiri ni mahindi ile aliiva Molo tunaongelea. Tunaongelea kura za AU Africa. Gachagua anaongea nini huyu? Huyu mambo yake tulimaliza. Naam, tumeona ana chama. Tumeona wa Kenya. Hata simama sasa tutaongelea mtu wako huko anafunga ng'ombe na kupikia watu. Siku hizi Gachagua anapikia watu mchele haina nyama. Tumeona watu wa Mount Kenya wengi haswa kule Nyeri wakishangilia kufeli kwake Raila Amolo Odinga. Maana tumeona hapo jana wakidai kwamba tulikuwa tunahitaji Raila Amolo Odinga akuje kutupigania, lakini maswali ikakuwa mingi, kwa nini wakati ambapo mlimpata kwa debe mwaka 2022 kwa nini hamkumpigia kura? Ni nini haswa saa hizi mmeona ni kitu cha maana sana kwake? Ile county ambaye tumeona watu wachache wakifurahia kuanguka kwa Raila ni Nyeri. Pale Mathira hapa nani Gachagua ametoka. Na wale nao ni watu wale wamewekewa tu biashara na akina former ndio. Saa hii wanasifu Raila. Raila akiingia kwa ndebe hawawezi mpigia kura. Nataka kuambia Raila usitoke kwa Ruto. Mtu asikutoe kwa Ruto kwa sababu kama Gachagua kazi yake kila mtu anajua hapa Kenya tungekuwa tumepigana. Ukiangalia kama mimi sitatoka kwa Uhuru. Uhuru mimi ananiuma sana. Kwa sababu wale vijana wetu walitumia kama former ndizi yai. Hiyo kitu inaniumanga sana. Hata ukumbuki wewe ndio ulifanya huyo mtu afutwe kazi. Haujawahi muongeleza. Saa hii umepeana watu 4. Unarudi tena unasema hiyo serikali tuipinge. Wale CS umepeana 4. Haujawahi. Alafu hii kiti Raila anaombea, haujawahi iongelea maisha yako yote. Na hautaongea hata saa hii kwa sababu unajua simu zako za usiku. Kwa hivyo nataka kuambia watu wetu wa Mount Kenya, hizo roho mko nazo. Raila ndiye amepigania hiyo haki mnapata nyinyi. Hapa hamungetoka mpiganie. Mnasemaga nyinyi ni maumau. Tuonyesheni mboma ya maumau. Tuonyesheni mali ya maumau. Isipokuwa maumau hawana meno. Hakuna kitu kingine. Acha hiyo. Naam, tukimalizia mheshimiwa, sasa hivi Raila Amolo Odinga ameweza kufeli, amerudi hapa nchini Kenya na kuna tetezi kwamba William Samuel Ruto ndo alipoteza kuliko Raila Amolo Odinga. Maana wanasema kwamba yeye alikuwa anatetea political career yake ya hapo mwaka 2027. Hakuna kitu Ruto amepoteza kwa sababu Ruto competitor wake 2022 alikuwa Raila na alishinda Raila. Yaani Ruto kusaidia Raila, watu waliona kama Ruto anamsaidia ndiye asikuja ampinge. Already Ruto alishinda Raila 2022 akatubwaga. Kitu nataka kuambia Raila, usipoteze resources zako na tukelele ile inatoka hapo Mathira. Kaa na serikali, watu wako wasiumie, watu wako wafanyiwe kazi,
ndio tusonge mbele. Wale nao wapange hiyo nini yao, wakuja wafezi Ruto. Ruto atamboa hawa saa 9. Na nataka kuambia Wakenya, ningetaka wale wanasema Ruto ataenda nyumbani, ukuje uniambie ni nani atatoa Ruto. Ni huyu Forman ndio anapigia watu mchele ina nyama na haina hata kwenda. Tumeona pia wamemkaribisha Raila Amolo Odinga kujiunga na wao katika ile chama chake. Nani anavaa unge wengine? Hebu niambie, Forman ndio uone anatumia akili kama miguu. Afadhali kutokuwa na miguu na uwe na akili. Yaani naonanga Forman ndio ni kama mlemavu wa akili. Yaani Raila hawaunge nyinyi. Bandala wewe utoke uunge ODM, chama yenye iko na mpaka mlemavu anaweza lea community wewe. Chama ODM. Tunjiunge na wewe mtu ana hata chama. Gachagua hata ajui atasimama nini, hajui ataenda wapi. Hapa mlima wamechanganyikwa juu ya nini? Viongozi wale tuko nao kwa mlima ni hizo karo. Hiyo roho mko naye kwa hapa. Muitoe, mrundi kwa Mungu. Msaidie wengine. Sisi tumeishi na kitu kutoka 1963. Ikachukuliwa na baba ya Uhuru. Ikakuja tukachukua kiti ikachukuliwa na Kibaki. Tukakaa ikatoka kwa Moi ikarudi kwetu ikachukuliwa na Uhuru. Yaani nyinyi hamjionangi wale wengine ni watu. Ni nini Kisumu wamewahi kuwa naye? Ni nini Mombasa wamewahi kuwa naye? Ni nini Msomali amewahi kuwa naye? Ni nini Mkizia amewahi kuwa naye? Tuacheni hiyo roho. Hizo tribe zingine zimezaa wasoma. Wako hivi. Mko hivi. Mtaramuko. Tunaenda kwa mto, lakini mimi niko na akili, ninatumia kichwa, miguu sitaki, na nyinyi hamuna akili ya kichwa, ndio unaona mnapigana na tribe hizo zingine. Asanteni, mimi nitasimama na Ruto. Lazima utatusi